Wananchi wamemkemea vibaya Samia Suluhu kutokana na taarifa aliyoitoa asubuhi ya leo. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Katika siku ambayo ilipaswa kuwa ya kumbukumbu, mshikamano na heshima ya historia, hotuba ya maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar ilifungua jeraha ambalo halijapona katika mwili wa muungano wa Tanzania. Wakati kauli za uhuru, haki na mshikamano zilipotamkwa hadharani, mitandao ya kijamii ililipuka kwa sauti kali za lawama, hasira na hisia za kutengwa, hasa kutoka bara. Huu haukuwa tu mjadala wa pembeni, ulikuwa mlio wa ndani unaonyesha mgogoro wa kimuundo ambao maadhimisho haya yamekuwa yakifunika kwa muda mrefu. Katika ujumbe alioandika kwenye mtandao ya kijamii, Samia Suluhu alisema, "Ninawatakia nyote heri katika maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Na kwa miaka 62 tumeendeleza dhamira ya msingi ya mapinduzi ya kujenga jamii ya watu huru, yenye utu, yenye maendeleo, umoja, haki, amani na mshikamano. Sote tunao wajibu wa kuendelea kuzilinda tunu hizi na kuziridhisha kwa vizazi vijavyo, na kama tulivyoridhi kutoka kwa waasisi wetu." Ndio ujumbe aliuandika Samia Suluhu asubuhi ya siku kuu ya maadhimisho ya miaka 62. Lakini ujumbe wa Rais Samia Suluhu uliotolewa kuadhimisha miaka hiyo ya mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 1964, tukio lilomaliza utawala usultan na kufungua njia ya mazungumzo na muungano wa 1964 kati ya Zanzibar na Tanganyika. Na katika maandishi yake yaliyoambatana na picha na umati wenye shangwe katika Stone Town, alirejea maadili ya msingi: uhuru, utu, maandamano na umoja, haki, amani na mshikamano. Ujumbe huu ulisisitiza wajibu wa pamoja wa kuyahifadhi kwa ajili ya vizazi vijavyo, ukiakisi msisitizo wa serikali yake tangu mwaka 2021 juu ya ukuaji jumuishi. Lakini ndani ya masaa machache simulizi hilo la kitaifa lilianza kupasuka. Mitazamo kwenye X ilionyesha kuwa mapinduzi ya Zanzibar bado ni suala lenye mizizi ya kihisia na kisiasa isiyokubaliana kwa urahisi. Ingawa majibu ya moja kwa moja kwenye chapisho la rais yalikuwa mengi ya pongezi na heri, mjadala mpana ulijitokeza nje ya uzi huo uliibua lawama nzito. Baadhi ya watumiaji waliona maadhimisho hayo kama kipaumbele kinachofunika matatizo ya bara, wakitaja dhulma na ukosefu na usawa unaodaiwa kuendelezwa na muundo wa muungano. Hoja hizo zikuibuka kutoka hewani. Kwa miongo kadhaa, muungano wa Tanzania umebeba mijadala kuhusu mgawanyo wa madaraka, rasilimali na utambulisho. Mapinduzi ya mwaka 1964 yalikuwa jibu la kihistoria kwa ukoloni na ubaguzi wa kijamii Zanzibar, lakini muungano uliofuata ulihitaji mizani nyeti ya maslahi ya pande mbili. Kadri miaka ilivyopita, mijadala ya kikatiba, kisiasa na kiuchumi imeendelea kuibua hisia za kutoridhika, hasa miongoni mwa baadhi ya wananchi wa Tanganyika wanaoona historia yao ya uhuru wa mwaka 1961 ikisukumwa pembeni na simulizi ya mapinduzi ya Zanzibar. Na katika mjadala wa sasa, baadhi ya sauti kwenye mtandao wa X zilioji umuhimu wa kuadhimisha mapinduzi ya Zanzibar kama tukio la kitaifa kwa Watanzania wote, wakidai kuwa linafunika changamoto za bara. Lawama hizi zilienda mbali zaidi, zikielekeza kidole kwa serikali ya madai ya ukandamizaji, vifo na vilevile kushindwa kwa uwajibikaji. Na ingawa maoni haya yaliwakilisha kundi dogo ikilinganisha na jumla ya waliunga mkono, ukali wake uliweka wazi ufa wa kisiasa na kihisia unaoendelea kukua. Maadhimisho haya yalifanyika sambamba na matukio ya kitaifa kama maonyesho ya biashara yanayoendelea hadi Januari tarehe 16 na uzinduzi wa shule mpya, yaliyotajwa kama ushahidi wa juhudi za maendeleo ya ukuaji wa jumuishi.
Hata hivyo, kwa wakosoaji, maendeleo haya hayatoshi kufuata maswali ya msingi kuhusu haki, usawa na uwazi wa utawala. Waliona kauli za maendeleo zikigongana na simulizi za dhuluma, hali iliyofanya mapinduzi ya mwaka 1964 kutumiwa kama kipimo cha kupima uhalisia wa sasa. Kihistoria, mapinduzi ya Zanzibar yamekuwa uti wa mgongo wa uhalali wa kisiasa visiwani na sehemu ya hadithi ya taifa. Yamewakilisha ushindi dhidi ya ukoloni na mfumo wa kitabaka, yakiahidi usawa wa kiraia, lakini pia yamebeba kumbukumbu za machungu, ukatili na mabadiliko ya nguvu yaliyowaacha baadhi ya jamii na maswali yasiyo na majibu. Na katika muktadha wa muungano, kumbukumbu hizi zinapokutana na malalamiko ya bara, zinaunda mazingira yenye mvutano unaohitaji zaidi ya sherehe za kila mwaka. Mashirika yasiyo ya kiserikali na wanaharakati waliotajwa katika mijadala ya mitandaoni walirejesha mapinduzi katika mzizi wake wa kupinga ukoloni na kudai haki. Kwao, kuadhimisha mapinduzi bila kulinda haki za binadamu za leo ni kukata kiini cha urithi wake. Wito wao wa usawa haukulenga kuvunja umoja, bali haukutengeneza upya kwa misingi ya haki na uwajibikaji unaoonekana katika maisha ya raia wa kawaida. Na ndani ya sera za serikali, msisitizo wa ukuaji jumuishi umeonekana katika miradi ya elimu, biashara na miundombinu, lakini mjadala unaoibuka unaonyesha pengo kati ya sera na hisia za wananchi. Wakati picha za umati ukionekana zikisambazwa, sauti za hasira kutoka mitandaoni zinaonyesha kuwa sehemu ya taifa inahisi kutengwa na simulizi rasmi, na hili linaashiria changamoto ya uhalali wa kisiasa unaotegemea zaidi taswira kuliko ushiriki wa maana. Mazingira ya kikanda yanaongeza uzito wa mjadala huu. Afrika Mashariki imekuwa ikishuhudia mijadala mikali kuhusu miundo ya utawala, haki za raia na uwajibikaji. Ndani ya muktadha huo, Tanzania mara nyingi imejionyesha kama kisiwa cha utulivu, lakini utulivu unaojengwa juu ya ukimya wa malalamiko hauwezi kudumu. Mjadala wa mapinduzi na muungano unaoweka Tanzania katika majaribio ya kuonyesha kama inaweza kusimamia tofauti kwa njia ya haki. Na kwa upande wa bara, hisia za kupuuzwa zimejengeka kupitia historia ya mijadala ya muungano, ikiwemo masuala ya kodi, rasilimali na uwakilishi. Ingawa si wananchi wote wanashiriki mtazamo huu, mjadala wa sasa unaonyesha kuwa jeraha hili bado lina wazi. Hotuba ya maadhimisho ilipokusudia kuimarisha mshikamano, iligeuka kuwa kichocheo cha kufichua hisia zilizofichwa. Na katika siasa za kumbukumbu, viongozi hutumia historia kuunda umoja wa sasa, lakini historia inapochukuliwa bila kukiri maumivu ya sasa, imekuwa silaha ya kugawa badala ya kuunganisha. Maadili yaliyotajwa, uhuru, haki na utu, yanahitaji tafsiri ya vitendo inayogusa maisha ya watu pande zote za muungano, na bila hilo maneno hubaki kwenye majukwaa, huku mgawanyiko ukiendelea chini kwa chini. Na mjadala huu pia umeonyesha nguvu ya mitandao ya kijamii kama uwanja mpya wa siasa za kumbukumbu. Tofauti na sherehe za jadi zilizoandaliwa na dola, X iliruhusu sauti zisizo rasmi kuibuka na kupinga simulizi kuu. Hili limeweka changamoto kwa uongozi wa kisiasa unaotegemea maadhimisho kama chombo cha uhalali. Sauti hizi, hata kama ni chache, zina uwezo wa kubadilisha mwelekeo wa mjadala wa kitaifa. Na katika kuhitimisha, maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar yameacha ujumbe mzito kwa mustakabali wa Tanzania. Yameonyesha kuwa historia haiishi kwenye vitabu wala kwenye majukwaa ya sherehe, inaendelea kuishi katika hisia, malalamiko ya matumaini ya wananchi, ukimya juu ya migawanyiko hii, na unaweka msingi wa mgogoro wa baadaye. Wakati ujasiri wa kuikabili unaweza kuufanya muungano kuwa imara zaidi, Tanzania inapokaribia miongo ijayo ya muungano wake, chaguo ni moja: ama kuendelea kuadhimisha bila kusikiliza, au kutumia kumbukumbu kama daraja la haki, usawa na uwajibikaji. Na kutochukua hatua sasa kunahatarisha kuacha historia ikitumiwa kama pazia, huku mustakabali wa taifa ukijengwa juu ya nyufa zisizotibiwa.
Ndio hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inaokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha. Nazidi kuwa nasi na zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vilevile kugonga alama ya kengele ndipo uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tu tunapozileta hewani.